Unawezaje kuifanya 2026 kuwa ya kipekee sana kwenye maisha yako? Mimi najua kila mtu anatamani kila mwaka uwe una namna ya tofauti ambao yeye amejitengenezea. Kwa hiyo wewe unatamani 2026 ya kwako iwe inafananaje au iwe na mfumo upi? Cha kwanza, hakikisha unatengeneza brand yako. Yaani brand ni kile kitu ambacho kinakutambulisha wewe. Yaani tukujue wewe kama nani? Wewe unaitwa nani? Sawa, ndio wewe unaweza kuwa unaitwa Mage. Sawa. Mage kila mtu anafahamu Mage. Lakini Mage huyu, Mage ni nani? Kwa hiyo kitu cha kwanza cha msingi, hakikisha hii 2026 umetengeneza brand yako ambayo inakutambulisha wewe popote. Yaani mtu yoyote akikuona, hata kama hakuoni, anajua kabisa kwamba wewe ni mtu wa namna gani, unafanya nini, kitu chako kinajieleza chenyewe bila hata wewe kutoa maelezo mengi kwa watu wengi. Kwa mfano, kuna watu tunawafahamu pia kwa majina yao. Jina lake likitajwa tu unajua moja kwa moja huyu ni mmiliki wa kitu fulani. Wakimzungumzia tunajua moja kwa moja mzungumzia ni mmiliki wa kitu gani. Kwa hiyo ukitengeneza brand yako vizuri, utaifanya 2026 yako kuwa ya kipekee sana. Lakini kitu kingine, acha kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Chagua eneo lako. Yaani wewe eneo lako ni lipi? Wewe umeamua kuwa nani? Ndio watu huwa tunasema lazima uwe na vyanzo vingi vya kipato. Sawa, ni vizuri kabisa kuwa na vyanzo vingi vya kipato. Lakini hivyo vyanzo vya kipato ambavyo wewe unavyo, una uwezo wa kuvimudu vyote? Na ndio maana mara nyingi watu tunashauri, hebu jaribu kufanya kimoja, kikae vizuri uende kwenye kitu kingine. Otherwise wewe vitu vingi unavimudu, visifike mahali vikakuchanganya. Kwa hiyo ukitaka kuwa na 2026 yenye amani, yenye utulivu, hakikisha una eneo lako moja ambalo umelitilia mkazo na akili yako imetulia pale. Na kama unafanya vingi, basi hakikisha hivyo vingi vyote una uwezo wa kuvimudu na kuvizingatia. Lakini kwa sisi ambao tunatumia mitandao ya kijamii, achana na habari za kusema mimi yani kufuatilia followers wengi. Hivi kuna faida gani ya kuwa na ndio maana unakuta wengine ananunua mpaka followers, mradi tu page yake ionekane ni ya thamani kwa sababu tu ina followers wengi. Sasa una followers wengi lakini followers yao wote hakuna anayekusaidia hata mmoja. Tengeneza mfumo wa watu muhimu kwenye vile vitu vyako ambavyo wewe unavifanya. Kwa hiyo wakati mwingine mtu inampa mpaka stress. Yaani anaona kwamba mimi sina followers wengi, ananyongonyea kabisa. Kuna watu wana followers 100 lakini wale 100 wote ni potential. Je, wewe hao wako unaowataka wawe wengi wanakusaidia nini? Ni kweli unapata nao faida? Kwa hiyo hakikisha badala ya kuconcentrate kwamba watu wamenifuata wengi sana, jiulize kwenye hao wanaokufuata, yani mpaka wanakupa stress, je, wote ni msaada kwako? Yani sisemi kwamba ni vibaya kumfollow mtu, hapana, ni vizuri, lakini wewe badala ya kuconcentrate kuangalia nani amenifollow, yani concentrate kwanza wewe unapeleka impact gani kwa hao watu, lakini hao watu pia wana mchango gani na wewe katika kuhakikisha hii 2026 wanakusaidia wewe kuweza kufanya nini, kusogea mbele au kusogeza maono yako. Lakini kingine, acha kugairisha mambo. Yani kuairisha mambo kama ilikuwa ni tabia yako, iache. Yani hakikisha umetengeneza mfumo ambao utakusaidia kila unachokipanga kinaenda. Kila unachokitaka kinaenda. Najua majukumu ni mengi. Yani kila mtu ana majukumu yake mengi sana. Lakini ukijua thamani ya muda na kile unachokiamini, maana yake wewe utakuwa tayari kuhakikisha mambo yako yanaenda. Kugairisha mambo ni tabia ya kujifurahisha, kujiridhisha. Yaani wewe unataka tu muda wote uitii sauti yako inayokuambia hiki uwezi, hapa usiende, hebu acha, hiki kigumu sana. Kwa hiyo akili inajituni kwenye mfumo huo. Yaani unakuwa na wewe umeingia kwenye maisha ya mazoea. Ndio tunaishi kwenye familia zetu, tunaishi kwenye jamii. Kubali kujitofautisha. Yaani ukikubali kujitofautisha, maana yake inakurahisishia wewe kuweza kufanya vitu vyako katika mfumo ambao unakufanya kila siku zile ratiba zako zinaenda, yaani kulingana na namna ambavyo wewe umefanya nini, umepanga. Alafu tabia ya kuahirisha mambo nimegundua ina athari fulani hivi. Yaani si leo umeacha, kesho inakubembeleza tena unaacha. Kesho kutwa inakubembeleza tena unaacha. Kwa mwisho wa siku unajikuta vyote umeviacha, umekaa chini, unaanza tena kurudi nyuma au unaanza moja. Kwa hiyo hakikisha muombe Mungu akusaidie. Hakikisha unamwambia Mungu, mimi nimepanga mambo yangu yaende. Tengeneza tu mfumo wa vitu vyako vya kila wiki, kila mwezi. Kwa mfano mimi huwa na tabia moja, huwa nasema sitaki mwezi mmoja uishe sijafanya kitu cha msingi.
Hii tabia nimeianza siku za nyuma, siku nyingi kidogo. Nilijikuta kweli, yani ndani ya mwaka, katika kila mwezi mmoja kuna jambo moja la msingi nimelifanya, kwa sababu mindset yangu ishakuwa imekubali kwamba Januari kuna kitu nitakifanya, hata kimoja tu cha kunisaidia cha maana. Februari, Machi, mpaka mwaka unakuja kuisha, najikuta nina kitu kweli kimoja kikubwa, kwa sababu tayari akili yangu imeshakubali kwamba mimi kila mwezi natamani kufanya jambo moja kubwa. Lakini kitu kingine, tujifunze pia kufanya vitu vyetu kwa haraka haraka. Yani jambo kama unaona lina uwezo wa kufanyika haraka, likaenda likaisha, fanya liishe liende. Usianze tena kulivuta vuta, kulisogeza sogeza, mwisho wa siku unajikuta hauwezi kulifanya kwa wakati. Watu wengi wanapenda kufanya kazi pia na watu ambao wako sharp. Yani mtu akishaona wewe ni mtu wa kujivuta, kitu kidogo unakifikiria we, kwenda mahali unawaza we. Sasa hivi vitu vinakimbizana hivi. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho unaweza kufanya kwa haraka haraka, fanya kipite uende kwenye kingine, kwa sababu unapo delay na kukifanya polepole, maana yake kinakufanya wewe ushinde kufanya mambo mengine, kwa sababu umeconcentrate kwenye kitu hicho kwa muda mrefu. Speed matters a lot. Kwa hiyo jitahidi sana, kama kuna kitu unaweza kukikimbiza, kimbizana nacho, kiende kiishe, ili uweze kuhamia kwenye kitu kingine. Lakini kingine, wanasema tengeneza mfumo au system ambayo inaweza kukusaidia. Kwa mfano, kwenye vitu unavyovifanya, kwa mfano wewe kama haupo, kitu chako kitaendelea? Kuna vitu vingine ukijitengenezea mfumo au ukidelegate, mambo yanaenda hata kama wewe hauwezi kutokea. Na ndicho kitu ambacho 2026 tunapambana nacho kwa baadhi ya watu, na ndio maana na wewe nakwambia, ukitaka 2026 yako iende vizuri, hakikisha unatengeneza system ambayo kama mahali pale wewe hautatokea, kazi zitaendelea, yani mambo yatafanyika. Ukishafikia kwenye kiwango hicho, maana yake unakuwa umejipunguzia vitu fulani. Kwa mfano, na sisi wa mama, kina mama tuna vitu vingi sana. Tujifunze kudelegate. Uwezi kufanya wewe kila kitu. Kuna mentor wangu siku moja alikuwa ananiambia, jigeuze punda kwa hasara zako. Jigeuze punda kwa hasara zako, akiwa anamaanisha kwamba yani wewe unatamani ufanye kila kitu na hutamani mtu mwingine akusaidie. Kama pale nyumbani una supporting system, yani kila kitu unafanya wewe, ina maana kuna mambo mengine yatafanya nini? Yatalala. Kwa kweli alivyoniambia jigeuze punda yako yalale, mimi nitafakari sana, na naendelea kutafakari kwamba kumbe natakiwa kutafuta watu wa kunisaidia baadhi ya vitu ambavyo pengine vimekuwa vikinifanya na vinakula muda wangu mwingi sana, na najikuta wakati mwingine vinaathiri mpaka ndoto na maono yangu. Kwa hiyo 2026 ya kwako itengeneze kwa namna ambayo we mwenyewe utaitamani. Yani mwaka huu ukiisha, we mwenyewe utasema jamani, mwaka 2026 ulikuwa 1, 2, 3 kwa vitu vizuri, vitakuinspire wewe hata mwaka mwingine unaofuata uweze kuwa mzuri zaidi ya hapo ulipokuwa. Uzuri wa maono bwana, kadri unavyoyafanya na vile unavyoona matokeo, ndivyo unavyopata nguvu zaidi. Na sio tu maono, na kazi zozote zile ambazo tunazifanya, kadri unavyozifanya, ukiona zinapiga hatua, ndio zinakupa hamasa ya wewe kuendelea kufanya. Kwa hiyo usijichukulie poa, wewe unaweza sana. Unaweza kubadilisha dunia yako. Unaweza kufanya chochote ambacho kinaweza kukusaidia wewe ukawa mkubwa kuliko hapo wewe unapofikiria. Ukuu wako unautengeneza wewe mwenyewe. Kwa mimi nikutie moyo, usikate tamaa. 2026 yako kama unataka wewe ya kipekee, tengeneza mazingira ambayo yatakufanya wewe uwe mtu wa kazi, mtu wa kufanya vitu kwa malengo, mtu wa kufanya vitu kwa ratiba, mtu wa kufanya vitu kwa mikakati ambayo iko imara. Hakuna mtu ambaye hana majukumu mengi. Kila mtu anao majukumu mengi, lakini tunachokifanya ni tunazingatia tu vipaumbele. Unapanga vipaumbele vyako vya msingi, kipi kianze, kipi kifuate, kipi kiwe cha mwisho, na Mungu anakusaidia na mambo yanaenda vizuri. Kwa mimi nikutakie kila laheri kuhakikisha mwaka wako unasimama sawa sawa. Mungu abariki sana.